Uvumi ulienea kote kote nchini ya kwamba mzee Daktari Oburu Oginga Odinga ameuaga ulimwengu. Uvumi ulienea kabisa hadi Daktari Oburu Oginga Odinga ikambidi atokelezee azungumzie watu kuhusu alivyo. Alikuwa akicheza mchezo wa gofu ambapo alionekana kwa sekunde chache akisalimia watu, akiwatakia wikendi yenye heri na baraka njema, na akaondoka. Hapo alikuwa amehakikishia wananchi ya kwamba yu mzima wa afya, lakini ukiangalia afya yake ni mdhoofu wa afya, na ni mtu ambaye ninaweza sema kwamba kama ni mgonjwa, labda ni ule ugonjwa uzee. Ukiona mimi babu zetu hawapo, baba zetu wamebaki wachache, lakini ukiangalia kwa nyinyi walio bado wa umri wa chini, mtaona ya kwamba mababu zenyu wale wamebaki, utaona kwamba hata akiwa sio mgonjwa, lakini anakuwa amedhoofika kimwili, anakaa kama mgonjwa. Hivyo ndivyo niliona Oburu alikuwa. Ile anakaa kama mgonjwa, lakini ni uzee. Walioeneza uvumi amekufa hawamtakii wema. Na siwezi sema ati kuna wale walisema amekufa wa mlengo huu wakamtakia wema, ama wa mlengo huu hawakumtakia wema. Hapana. Wanasiasa Kenya hii ni watu ambao wanataka kitu kibaya kitendeke. Kikisha tendeka, wanarudi wanageuka, wanasema uliona. Nitakupa mfano moja, kwa vile mifano ni mingi, lakini nitakupa mfano moja. Wakati marehemu, na Mwenyezi Mungu arehemu roho yake, Raila Amolo Odinga, kati alikuwa mgonjwa, Rigathi Gachagua alieneza maneno akasema, mbona Raila amekufa na mnatuficha, kwani tutafanya namna gani? Na wakati Raila alipokufa, hatimaye wale wanaomchukia Rigathi walifurahia kimoyomoyo, ya kwamba imetendeka, na sasa tunaweza chukua hilo jambo tukalifanya nini? Tukaligeuza hadi kwa Rigathi Gachagua. Kwa hivyo utakuta kwamba wale ambao wanaongea kwa milengo yote miwili, siwezi sema upande huu utafanya nini ama nini, lakini nitasema milengo yote miwili, kila mmoja anangoja kitu kama hicho kitendeke, ndio achukue hiyo nafasi kufaidika kisiasa, na kufaidika kwa njia zingine juu ya kufaidika kisiasa. Hayo yanajulikana, lakini kitu mimi ningemuomba kakangu mkubwa, daktari, naongea Kiswahili sio Kizungu, Daktari Oburu Oginga Odinga, kitu ningemuelezea kwamba tafadhali tafuta njia ya haraka ambapo utakabidhi kazi zako zote, ziwe kazi za bunge la juu ambalo ni seneti, ikiwa ni kazi ya
kusimamia chama cha chungwa, na ikiwa ni kazi ya familia pia, familia mara mbili. Kwanza kuna ile biashara kadha wa kadha ambao familia ya Jaramogi inayo kusimamia. Kwa vile nakumbuka kuna wakati aliwahi eleza watu kwamba familia wamegawana jukumu, kwamba ukienda upande wa siasa, Raila ndiyo kiongozi wa familia mambo ya kisiasa, lakini ikija mambo ya familia ama ikija kwa biashara ambayo ni ya kifamilia, yeye ndio huwa kiongozi. Sasa ningependa astaafu, achukue muda, na unajua huo muda usiwe masaa na isiwe miezi, iwe wiki, ambapo kila jukumu anafanya apeane. Kazi ya kusimamia chama ni kazi ngumu sana. Kwanza kabla Raila kama hangekufa, ilikuwa watu wengi walikuwa wamesema kwa muda mrefu kwamba Raila astaafu apeane jukumu za kisiasa. Sasa ukiangalia hapo ni kabla Raila afe. Ilikuwa watu wanasema kwamba astaafu. Na sasa kakake mkubwa sidi amemshida na miaka. Na ukiangalia saa hizi jukumu za zile Raila alikuwa anafanya, yeye Daktari Oburu Oginga Odinga anafanya. Ukiangalia zile jukumu ambazo Daktari Oburu Oginga Odinga alikuwa anafanya, ameziweka pamoja. Na chama ambacho Raila alikuwa anasimamia sio chama cha hivi na hivi, ni chama kinachojulikana ambacho tuweza sema wanaume weusi ama wanaume ndani ya weusi, men in black. ODM tangu chama hicho kiundwe ni chama cha kisiasa na kijeshi. Kwa Kiingereza wanasema militant party, ambapo vitu zinatendeka namna hiyo. Kwa hivyo angechukua chama cha utulivu. Najaribu kufikiria chama cha utulivu Kenya. Ndio kuna vyama vingi vya utulivu, lakini sitachagua kimoja kwa ajili itaonekana kama napendekeza hicho chama. Ya pili, nikiangalia vizuri sioni kama kuna chama cha utulivu Kenya kama vile chama cha demokrasia, Democratic Party, ambayo kilikuwa wakati wa Kibaki. Kwa hivyo hii kazi ambayo alikuwa anafanya, tuseme ni kilo 2, baada anabeba hizo kilo 2. Ukiangalia kazi ya ambayo amevaa ya Raila ni kama kilo 3. Sasa huyu ni mtu tulikuwa tunataka tukifikiria kwamba kwa ile kazi ya kilo 2 imemlemea, na ile kazi ya kilo 3 ilikuwa imelemea kakake mdogo. Sasa amechukua jukumu zote mbili. Ukiangalia vile anaongea, tumemuona katika mikutano ya anaonyesha dalili ya uchovu. Anaonyesha dalili ya uchovu, na ni kitu ambacho kinaweza mdhuru. Asisikize wanasiasa. Ukisikiza wanasiasa utaisha. Tuchukue mfano. Inasemekana kwamba wakati ya corona ndio wakati watu walianza kufikiria wale walio karibu na hayati Raila Amolo Odinga. Waliangalia, walikuwa na imani, walikuja wakafika pahali wakaona kwamba kuna uwezekano corona ingemuangamiza Raila Amolo Odinga. Waliamini kabisa. Kuna vitendo 2 au 3 hivi vilivyotendeka wakati Raila alikuwa na corona, na kweli walio karibu na yeye walikuwa naona wakati huu kweli ameenda. Lakini corona ilienda na Raila hakuenda, alienda baadaye. Sasa
Kwa nini niseme hayo? Nasema hivyo kwamba wanasiasa hawana huruma na wewe. Wanajiuliza ni nini wanaamini Maulana, watasema chochote kitakachotendeka kwa Oburu wacha kitendeke. Akiwa hai, tujaribu kujionyesha kwamba tuko karibu na yeye, ndio maana tuko karibu na yeye, ndio maana tufaidike kisiasa. Na ikiwa hata sio bahati mbaya, sisi zote tutakufa, kwa hivyo hawezi sema bahati mbaya. Kitabu kitukufu kinasema kila nafsi iliyo na uhai itaonja mauti. So yeye akionja mauti, watajaribu kufaidika. Wakati nilimesema saa hizi ya kwamba Raila Amolo Odinga alikuwa karibu aonje mauti wakati wa korona, lakini kukiwa na sherehe yote, aliyekuwa rais wakati huo Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa atanamtoa kwenye hospitali anaweza mtoa kwake nyumbani pale ambapo anapata matibabu na anahitajika apumzike. Uhuru kama barabara ile ya kupitia upande wa mpitio wa kusini. Mpitio kwa kusini tunahitaji kwa kizungu Southern Bypass. Sasa kuna wakati aliyekuwa rais wakati huo Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa anataka kutembea hiyo barabara ya mpitio wa kusini. Alienda akamchukua kutoka kitandani akampeleka aone. Yaani kulingana na rais wa wakati ule Uhuru Muigai Kenyatta, jambo la muhimu halikuwa kwamba Raila aendelee kupata nafuu, hapana. Ilikuwa ni watu ambao Raila wanampenda, wakiona yeye anakagua maendeleo, watakuja wampende nani? Uhuru Muigai Kenyatta. Wajua mtu mbaya huondoka, lakini ubaya hauondoki. Kama mimi naweza kuwa mbaya, lakini siku ile nitakufa, kwani ubaya utaondoka? Hapana, ubaya bado utaendelea. Sasa wale watu walikuwa wanamzingira, ama wale watu walikuwa wanasema wanaongea vibaya kuhusu Raila, ati kwa nini amekufa na tunafichwa. Wakati alikufa walikuwa wanatafuta njia ambayo wanaweza jaribu kufaidika kisiasa. Hata waleo wale waliolete ujumbe kwamba pengine Daktari Oburu Oginga Odinga ameuaga ulimwengu. Wale walioanzisha hivyo sio ati walikuwa wanampenda ama walikuwa wanafanya nini, hapana. Oburu kulingana na umri wake ako na vitu vingine viwili vitatu hivi ambavyo haezi fanya. Kwa mfano riadha ama nini haezi fanya. So wakati walifanya wakati walikuwa wanafanya sherehe ya chama cha chungwa, alipewa keki na Rais William Samoei Arap Ruto, kwa jina lingine Kipchirchir. Wakati alipewa keki ikateleza ikaanguka. Watu waliichukulia hapo. Wakasema hapo ati sasa alikuwa amewekewa kitu kimewekewa sumu na akagundua akatupa. Hakuikula vile Raila alikula. Wacha niseme wacha nitamke kidogo kuhusu hilo jambo la keki. Keki iliandaliwa na chama cha chungwa. Kwa hivyo huwezi sema kama rais angekuwa ametoka naye kula alitoka, labda ingesemekana hivyo. Haya, wengine wamekuja wakageuza jambo ambalo rais alisema. Wale walieka sufuria kwa kichwa walienda nyumbani. Kwa hivyo mwanasiasa si ati anakupenda. Kitu anachopenda kwako ni kwamba wewe unakuwa chombo chake cha
kueneza uvumi na propaganda, ndio afaidike kisiasa. Na sitaki kusema ni unajua kuna mirengo miwili Kenya. Kila wakati kuna kuwaga na mirengo miwili. Kwa hivyo utakuta kila wakati kukiwa na jambo kama hilo, watu wote wa mirengo yote miwili huwa wanafanya hivyo kujinufaisha kisiasa, na wala sio kushughulikia ambaye ni mwathiriwa. Kwa hayo mengi, ningependa kutamatisha kipindi cha leo. Kipindi cha leo kilifanywa maksudi katika lugha ya Kiingereza, katika lugha ya taifa. Nimegundua mara moja ama mbili nashtukia nikilete kizungu ndani yake, lakini Mungu yuko. Kwaheri.